aina yote. Wakati huu ni wakati wa Bwana, kwa sababu Bwana anaenda kukuinua. Bwana anaenda kuachilia baraka zako. Bwana anaenda kukuponya. Bwana anaenda kutawala juu ya jamii yako. Haleluya. Inaweza kuwa hata shamba yenu imechukuliwa, inaweza kuwa hata mahali ambapo unategemea imeisha, lakini Jehova akiwa mbinguni anakushughulikia. Praise the living God. Maandiko inasema vizuri katika kitabu cha Yeremia 28:11 kwamba hati mawazo yake si kama mawazo ya mwanadamu. Maana mwanadamu kama mimi ninaweza nikakuwazia maovu, ninaweza nikawa na wivu na wewe, ninaweza nikawa na chuki na wewe, nikiona unaendelea ninataka nikuzime, lakini kwa sababu Jehova anasema kwamba yeye anakuwazia mema. Praise the living God. Yeye anakuwazia mema. Wapendwa, hebu kumbuka na utafakari wakati tangu usaliwe mpaka ufike umri ambayo huko, ni mambo mangapi ambayo umepitia? Ni mambo gani hayo ambayo haujaiona? Ni maneno gani hayo ambayo wewe maybe haujaambiwa? Unajua Mkristo ukihitaji kupata mema peke yake, hapo ndipo Mkristo hanafeli, hapo ndipo Mkristo anaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu nataka nirejeshe mawazo yako. Uacha kufikiria wengine mabaya. Uacha kuona mtu akiimba hapa wewe unamwonea wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uacha huyu mtu amuimbie Mungu, kwa sababu hata Daudi maandiko inasema alimuimbia Mungu mpaka mavazi yakararuka. Haleluya. Wewe ni nani ambaye unataka kumwonea mwingine wivu? Wewe ni nani ambaye unapiga mwenzako? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni nani huyo ambaye unaona kwamba badala umsaidie kwako unaanza kumchekea? Nataka tuingie katika kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Maana kuna watu baraka zao zimekamatwa. Ni kwa sababu hata wewe mwenyewe unaweza ukafunga baraka zako. Wewe mwenyewe unaweza ukachelewesha baraka zako. Kuna watu ambaye royal delays inawaandaa, royal rejection inawaandaa, kwa sababu wakati ambapo hii royal rejection inapokuja kwako, unapata kuona kwamba kila kitu inakukataa. Unaweza ukafuka kuku na ingine kuku itakapokula tu ile harbi inakufa. Unaweza ukafuka ng'ombe ikakufa. Unaweza ukafuka mbuzi na ikakufa. Unaweza ukapanda chakula kwa shamba na zikakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinaweza zikakauka kwa sababu ya roho ya rejection, roho ya kukataliwa. Hata unaweza kawa na marafiki au marafiki wakukatae. Unaweza ukatembea watu udhamini kabisa kwamba huyu ndio wangu, lakini ipate kukataliwa. Praise the living God. But Jehova ni rafiki wa ukweli. Yeye ni rafiki wa karibu. Wakati wote unapokuwa na shida, yeye hatakusaidia. Lakini hii ya wanadamu, ninaweza nikakusaidia kesho na nianze kukusema vibaya, nianze kukutangaza. Maana kama si mimi, unaanza kuingiwa na roho ya kiburi, unaanza kujifuna ndani ya maisha yako, unaona kana kwamba umefika mwisho. Na kama kuna kitu ambaye ni chukizo machoni pa Bwana, ni mtu ambaye anaweza kuwa na kiburi, ni mtu ambaye anaweza kainuka kinyume cha maandiko takatifu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone hii vita. Nataka nikulete mawazo yako. Uelewe kwamba vita hii ambayo unapigana si yako. Kuna mwenye hii vita, wapendwa. Deuteronomy 28:7. Kumbukumbu la Torati 28:7. Nani amepata? Someni. Wanaweza wakakupiga. Leo hii wanaweza wakakusanyika kwa sababu yako. Wengine wanaweza kukupiga kwa masengeno. Wengine wanaweza kukupiga kwenye vita. Wengine wanaweza kukupiga kwenye kufungua maisha yako. Lakini kwa sababu Mungu unayemtumainia ni Mungu aliye hai.
Biblia inasema kwamba hatawafukuza na atawachapa na watagawanyika kwa njia 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nani amepata? Basi Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa 7, Yehova atawafanya adui zako wainuke juu yako, washindwe mbele. Jehova atafanya maadui wako wainuke mbele yako ama wainuke juu yako. Haleluya. Sometimes watu wanapoinuka juu yako si kawaida wapendwa. Si hatimune mtu amejipendekeza na kainuka juu yako. Sometimes Mungu anaweza kutuma kwa sababu ya kuangalia imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia moja watakuja juu yako. Kwa njia moja watakuja juu yako. Kwa njia 7 watakimbia kutoka mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia 7 utakimbia na kutoka mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ningekuwa mtu hata ningesema big amen. Kwa sababu kama Jehova ameona kweli wamekuzingira, wameona kweli wamekusengenya mpaka wametosheka, wamekubarikia majina ambayo si yako, wamekutusi, wamekufanyia kila diaka, lakini Bwana anasema mlikuja kwa njia moja, lakini mtagawanyika kwa njia 7. Haleluya. Oh, praise the living God. How many times wewe umeinukiwa? Iposa akasema kwamba vita hii si yetu. Paulo akasema kwamba vita ninayopigana si ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kulipisha mtu, unaileta kisasi baada ya kisasi. Mwenzako kuchapa kofi, wewe pia unataka kumrudishia. Badala uende magotini umwambie Bwana ni asante kwa sababu ya Mungu. Kuna nyakati mimi nilikuwa napenda kulalamika sana, mpaka nikaanza kuuliza Mungu maswali mengi. Kwani Mungu, kwa nini haya yote yananikuja? Na mimi nakuabudu, na mimi nakutumikia. Mungu hakaniambia usilalamike, shukuru. Yeye ndivyo. Tangu nianze kushukuru Mungu kwa hayo mabaya, kwa hao ambao wananirudia, nimeona mkono wa Bwana wapendwa. Haleluya. Hata wewe leo lazima Bwana kuonyeshe makoo, lazima Bwana akuonyeshe mambo makubwa, lazima usonge. Waliosema kwamba utaendelea wataona ukiendelea, waliosema kwamba utaacha na hiyo kazi wataona ukifanya hiyo kazi, waliosema kwamba hautawahi jenga wataona ukijenga nyumba ya kifahari, waliosema hutazaa wataona utaitwa mama wa taifa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Waliosema hutajenga kwenye hiyo shamba, hiyo ndio utajenga, hao ndio watakayoondoka. Praise the living God. Because Biblia imesema waliingilia kwa njia moja na watagawanyika kwa njia 7 kutoka mbele yako. Enough is enough. Ndipo sasa vile nikasema kwamba tunaenda kuambia shetani, chochote uliokamata, chochote baraka zangu uliobadilisha, Bwana Yesu asifiwe sana, lazima utaachilia. Zangu baraka ni zangu. Kuna wengine wanakulia kwa maoni ya wengine, maana wewe unaweza ukatoa maoni mzuri, wewe unaweza ukakuwa na mambo mazuri ya kusaidia mtu, lakini wengine wanataka kukuzima, wengine wanakuonea vibaya ili wakapate kukumaliza, lakini watakumaliza kamwe. Maandiko inasema katika Isaya, hata kuna uchawi yoyote itakayorushwa kinyume cha Israeli, kinyume cha nyumba ya Yakobo itakayoweza kufaulu. Haleluya. Hata kama ni uchawi, hata kama ni majini, haitakukaribia, haitaweza kufanya jambo lolote katika maisha yako, maana Yesu atakuwa amekuprotect kwa damu yake. Hata kama ni corona, itakuja na itapita, wewe utakuwa safe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu Mungu huangalia moyo. Praise the living God. Mungu hatazami. Kuna watu ambao wanaangalia wewe ulisoma mpaka wapi,
na wengine waliosoma wanataka kutumia ya masomo yao, wanataka kutumia akili zao. Lakini nataka niwaambie, haijalishi hata kama ukusoma, haijalishi hata kama ulisoma, Mungu akiamua kukubariki hatakubariki, maana kesho yako ni Mungu hajuaye. Haleluya! Watu wengi wanaweza sema mengi, lakini wewe anza kushukuru Mungu. Naambia Bwana asante, hata kwa ajili ya haya ambayo ninapitia, Bwana, hata kwa kulala njaa Bwana, hata kwa ajili ya matuze, maana kama ungejua hayo haungekuwa na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukuwe na ushuhuda wapendwa, na ushuhuda utakapokuwa nayo, jina la Bwana litapata kuinuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndipo Daudi aliinukiwa, alidharauliwa, akatengwa. Maandiko inasema Mungu akatumia hata watoto wa maadui wake kukuja kuleta njia mzuri kwa Daudi, na kuleta Daudi hapate kukalia kiti cha mfalme, kwa sababu baada ya Daudi kugundua na kujua kwamba ni huyu Sauli ndio anataka kunimaliza huyu, Biblia inasema alirarua mavazi yake. Aliporarua mavazi yake, yaani maana yake alimsamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuondoa ndani ya moyo wake. Lakini sijui wewe kwa nini unambebana? Haleluya. Lazima uondoe ukinapohitaji kupokea baraka zako. Nimemalizia na hiyo 8. Maliza tu na 8. Nataka kuachilia baraka. Maana baada ya kutoroka kwa njia 7, kuna baraka zinaachiliwa. Inasemaje? 8 Biblia inasema Yehova atasiangusha baraka kwenye magara yako ya chakula, na kila kazi unayofanya naye hakika atakubariki katika nchi ambayo Yehova Mungu wako amekupa wewe. Yes, hata kazi yote unayofanya katika maisha yako Bwana ataachilia baraka, maana haitakuwa inaitwa ni kazi ya laana mpaka itafika kiwango